Ofisa mtendaji mkuu wa Wakala wa Taifa wa Uhifadhi wa Chakula NFRA, Dr. Andrew Komba amesema kuwa sekta binafsi imekuwa na mchango mkubwa kwa NFRA katika uhifadhi wa chakula. Amefafanua kuwa NFRA ina uwezo wa kuhifadhi chakula tani 776,000 kwa kutumia miundombinu yao, lakini uwezo huo unaweza ukaongezeka maradufu pale tu watakaposhirikiana na sekta binafsi. Kapasiti yetu kuhifadhi kama sisi kwa kutumia miundombinu yetu iko hiyo tani 776,000. Yeah. Lakini uwezo wetu unaweza ukaongezeka maradufu pale tu tunapoishirikisha sekta binafsi. Kwa hiyo mara nyingine unapoona tunapokuwa tumeongeza uwezo wa kuhifadhi huwa tunatumia magara ya sekta binafsi. Yeah. Kwa hiyo kwa kiasi hiki ambacho umekiona kimeongezeka, kingi tulikipata kwa kuweka chakula katika magara ya watu binafsi kwa maana private sector, na uwezo huu sasa unatabiriwa katika miaka mitano. Tuna maelekezo ya kisera ambayo yanatutaka ifikapo mwaka 2030 tuwe tumeuisha uwezo wetu mpaka kufikia tani milioni 3. Lakini sasa tani milioni 3 hizi tunazifikiaje katika uwezo wa kuhifadhi? Ni pamoja na ushirikishwaji wa sekta binafsi. Hata hivyo, Dr. Komba amesema makadirio ambayo wameyafanya kama taasisi kwa kushirikiana na wizara ni kwamba sekta binafsi itoe msaada kwa kutenga tani 900,000 kati ya tani milioni 3 wanazozihitaji. Kwa hiyo tani milioni 2 na 100,000 hizi ndizo ambazo zinatarajiwa kupatikana ndani ya uwezo wa NFRA pamoja na taasisi zinazofanya kazi pamoja na NFRA, nikimaanisha Wizara ya Kilimo, lakini tuna wenzetu pia ambao tunafanya nao kazi kwa pamoja, serikali, kwa mfano taasisi hii ya CPB au bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko, ni wote tunafanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo wanayo magara ambayo sisi tunaweza kuyatumia pia kufikia malengo yetu ya uhifadhi wa tani milioni 2.1 ukizungumsha na zile za sekta binafsi ambazo ni tani 900,000. Kwa ujumla wake tunapata sasa tani milioni 3. Alifafanua zaidi kuhusu ushiriki wa sekta binafsi katika kuongeza uhifadhi wa chakula. Dr. Komba amesema yapo magara ambayo sekta binafsi wanayo sasa hivi ambayo wameyajenga kwa matumizi yao, na wakati mwingine yanapokosa matumizi kutoka kwao wenyewe, basi NFRA huingia na kupanga katika hayo magara. Magara haya ili yaweze kutumika ni lazima NFRA ijiridhishe na viwango vya ubora wa magara husika. Kwa hiyo ni aina moja ya magara ambayo tunayatumia, na magara haya yanapatikana katika mikoa ambayo tunanunua nafaka kwa wingi. Kwa mfano mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Rukwa, ukienda pia Dar es Salaam tunakodisha magara sana kwa ajili ya uhifadhi wa mpunga ambao tunaununua kutoka mikoa ya Morogoro, kwa mfano maeneo ya Ifakara, Malinyi na mengineyo. Lakini aina ya pili ya magara ambayo tunakwenda nayo kutoka kwenye sekta binafsi, tulishatoa matangazo ya kuwainvite wawekezaji kutoka sekta binafsi waje waingie mikataba na NFRA kwa ajili ya kutujengea magara, na watakapotujengea magara haya yatabakia kuwa ya kwao, lakini sisi tutaingia mikataba ya kuyatumia. Kwa hiyo tunatoa assurance ya masoko au ya soko la magara hayo pale yatakapokuwa yamekamilika. Sasa katika utaratibu huu tumeshatoa maelekezo kwa maana ya specifications ambazo huyu mtu kutoka sekta binafsi anapaswa kuzingatia. Sasa kazi hii tayari imeshaanza kufanyika katika mikoa ile ambayo yenye uhitaji mkubwa, ikiwemo mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Rukwa. Tayari kuna wabia ambao tumeshaingia nao makubaliano ya kutumia magara yao ambao watatumia vigezo vyetu kuyajenga yale magara, lakini sisi tunaingia makubaliano ya matumizi tu. Okay. Kwa hiyo ni utaratibu wa pili. Utaratibu wa tatu ni ule ambao tumeshaanza kuziapproach taasisi kubwa zote, taasisi binafsi na taasisi za umma, kuweza kujenga magara, lakini kwa utaratibu wa kuja kuiachia NFRA iweze kumiliki. NFRA imeshafanya kazi ya umiliki wa maeneo mbalimbali ndani ya nchi, ikiwemo katika mikoa yenye uzalishaji mwingi, kwa mfano mkoa wa Songwe, mkoa wa Rukwa na mkoa wa Ruvuma. Katika maeneo haya tutafanya kazi ya kuwaomba
watu wa sekta binafsi waje wajenge magara kwa fedha zao, na sisi tutayatumia na kuwalipa, lakini baadaye yale magara tutakwenda kuyamiliki sisi kama serikali, kwa sababu yatakwenda hatuyanunui katika utaratibu kama wa kununua, isipokuwa kinachofanyika matumizi yetu yatazingatia faida na capital ambayo huyu mwekezaji amewekeza.